إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم عبدك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله، فقد أمركم الله تعالى بذلك وقال في الذكر الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، kumshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameumba pepo na moto. Mwenye kufanya wema atamlipa pepo, na mwenye kufanya mabaya atamlipa moto. Na swala na salamu zimuendee Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake na jamaa zake wote. Nini neema? Neema ni kila linalotakiwa na kupendeza huitwa neema, lakini neema ya uhakika ni kufaulu akhira na kuingia peponi. Pepo ni nyumba iliyoandaliwa kwa ajili ya watu wema, ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya watu wema, na ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndani yake kuna majumba na mashamba yaliyo na miti tofauti na mito ya aina mbalimbali. Enyi Waislamu, leo tutazungumzia juu ya bidhaa iliyo ghali. Haipati bidhaa hiyo ila yule aliyerehemewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wanaoikimbilia biashara hiyo ni kila mmoja katika waumini, sawa akiwa mwanamume au mwanamke. Ni bidhaa iliyo na thamani kubwa, inatafutwa sasa kwa lengo la kupata bidhaa hiyo, na kila mtu ataiendea mbio kwa ajili ya kuipata bidhaa hiyo katika sisi Waislamu wa sasa na Waislamu wanaokuja baada yetu. Na bidhaa hiyo si nyingine bali ni pepo. Pepo iliyoandaliwa kwa ajili ya wale wote wenye vitendo vyema. Kama pepo ilivyoandaliwa kwa watu wema, vile vile Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akauandaa moto kwa makafiri na wanafik na kila anayemuasi Mwenyezi Mungu. Na pepo ni ya wanaomcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na moto ni ya wanaomuasi Mwenyezi Mungu. Amesema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala: wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ard uiddat lilmuttaqin. Kimbilieni msamaha wa Mwenyezi Mungu na pepo, upana wake ni mbingu na ardhi, wameandaliwa wamchao Mwenyezi Mungu. Na akasema tena Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala: fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lilkafirin. Na msipofanya sasa wala hamtofanya baadaye, ogopeni moto ambao kuni zake ni watu na mawe, umeandaliwa kwa makafiri. Enyi mlioamini,
Hakika pepo ni nyumba ya wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nyumba iliyoneemeshwa imeandaliwa watu wema miongoni mwa mitume na wakweli kwa mashahidi, pepo inayopita chini yake mito, na nyumba ambazo kuta zake ni dhahabu na fedha. Ndani yake mna mahurul ain, wanawake wema walio wazuri. Ndani yake watu wanakula wala hawaendi haja. Ndani ya pepo wapo wale walioneemeshwa, watakuwa na furaha siku zote wala hawapati huzuni, wanacheka na wala hawalii, watakuwa hai siku zote wala hawatokufa. Nyuso zao zina furaha, bali watu wa peponi wana neema zaidi na zaidi. Kwenye pepo mna mambo ambayo jicho halijaona wala sikio halijasikia. Amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Haijui nafsi aliyofichwa katika hayo yanayofurahisha macho yao, hayo ni malipo ya yale walioyafanya. Na katika hadithi nyingi za Mtume sallallahu alayhi wasallam yamebainishwa hayo. Imepokewa na Abi Huraira radhiyallahu anhu, akipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema Mwenyezi Mungu aliyemshindi na mwenye nguvu, a'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nimewaandalia waja wangu wema mambo ambayo jicho halijapata kuona na wala sikio halijawahi kusikia na wala haijapata kupita katika fikra au katika moyo wa mwanadamu. Vile vile imekuja katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amepokea Abu Huraira radhiyallahu anhu, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika kundi la kwanza litakaloingia peponi litaingia kama mwezi wa 14, na wanaofuatia ni kama nyota iliyo mbinguni kwa mwangaza wake, hawaendi haja ndogo na wala hawaendi haja kubwa. Perfume yao ni miski na wake zao ni hurul ain. Umbile lao ni moja kwa sura ya baba yao Adam kwa dhiraa 60 kwenda juu. Amesema tena Mtume sallallahu alayhi wasallam, man yadkhulul janna yan'amu fiha la yay'as la tabla thiyabuhu wala yafna shababuhu. Anayeingia peponi atastarehe humo wala hatohangaika, wala nguo yake haipauki na wala hawi mzee. Hadithi hii imepokewa na Imam Muslim. Vile vile katika kuonesha neema za peponi ni hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu na Abu Huraira radhiyallahu anhu, wakipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, atalingania mwenye kulingania aseme, hakika huzuni ni wenu, hamtakuwa wagonjwa kabisa, na hakika ni wenu nyinyi uhai, hamtokufa kabisa, na hakika ni wenu nyinyi ubarobaro, yani ujana, hamtokuwa wazee kabisa, na hakika ni zenu nyinyi starehe, hamtakuwa na shida kabisa. Na wataitwa waambiwe, hiyo ndiyo pepo mliorithishwa, ni malipo ya yale mlioyafanya. Antilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Naam, enyi ndugu zangu Waislamu, baada ya kuizungumzia watu wa peponi na starehe zao, kidogo tuzungumzie hali ya watu wa motoni na sifa zao na hali ya moto. Ndani ya moto mna vinywaji vikali vya kuunguza na kubabua. Hakika moto ni nyumba ya watu wabaya na ni nyumba ya adhabu, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lahum sharabun min hamimin wa adhabun alimun bima kanu yakfurun. Ni za watu wa motoni vinywaji vya maji ya moto na adhabu yenye kuumiza kwa sababu ya kukanusha kwao. Na amesema tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walladhina kafaru lahum sharabun min hamimin wa adhabun alimun bima kanu yakfurun. Na wale waliokufuru ni vyao wao vinywaji vikali na adhabu yenye kuumiza kwa walivyokuwa wamekufuru. Kwa hivyo
moto ni mahali pa watu wabaya wanaovunja amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hadha wa inna lit-taghina la sharra ma'ab jahannama yaslawnaha fabi'sal mihad. Hivi basi hakika wapotevu wana mashukio mabaya na wataingia moto wa Jahannam, na ubaya wa marudio ni kurudia motoni. Na katika kukamilisha kuizungumzia habari ya moto na sifa zake ni hadithi ya bwana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. hadithi hii imepokelewa na Imam Muslim. Amepokea Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, utaletwa moto wa Jahannam siku hiyo umefungwa vifungo 70,000, na kila kifungo kimoja kinavutwa na malaika 70,000 wanauburuza. Kwa hakika ni hali ngumu na ya kutisha mno. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na moto wa Jahannam na atujalie ni katika wenye kusikia mema pamoja na kuyafuata. Ayuha al-ikhwa, والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم به والآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين وأفضل خلق الله أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله فاتقوه. أما بعد يكم شكور الحق سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمنا أماني كبنزي chake na kipenzi chetu bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ninawahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi Waislamu, amesema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن إلى آخر الآية. Hakika Mwenyezi Mungu amenunua kwa waumini nafsi zao na mali yao kwa pepo. Wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu, wanaua na wanauawa. Hii ni aya ya 111 katika Suratut Tauba. Kama tulivyoona katika khutba ya kwanza uzuri na raha za peponi, sasa tuangalie baadhi ya sababu za kuipata pepo. Kwanza, kuwa na imani kamili iliyokita ndani ya moyo, na pili, kutenda vitendo vyema kama vile kufunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kupigana jihadi kwa ajili ya kutetea dini ya Allah, kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kuwafanyia wema wazazi wawili. Na ushahidi wa yote ni hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Imepokewa na Jarir bin Abdullah, tulikuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam na ulikuwa mwezi wa 14. Mtume akawaambia,
hakika yenu mtamuona Mola wenu kama mnavyouona mwezi wazi wazi na hamtochoka. Mkiweza msishinde bila kusali kabla ya kutoka jua na kabla ya kuchwa, kwa maana isiwapite swala ya alfajiri na swala ya al-asr. Neno lake Mtume sallallahu alayhi wasallam, an Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ya ayyuha an-nas afshu as-salam wa at'imu at-ta'am wasilu al-arham wa sallu bil-layli wan-nas niyam tadkhulu al-jannata bisalam. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Enyi watu, peaneni salamu na mulishe chakula na muunge kizazi na mswali usiku watu wamelala, hakika mtaingia peponi kwa amani. Kama ambavyo sababu hizi hupelekea mtu kuipata pepo, basi hatuna budi kukuelezea pia baadhi ya sababu zinazofanya kumpelekea mtu motoni, ili tuweze kujiepusha nazo insha Allah. Baadhi ya sababu za kupeleka mtu motoni ni kumkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwaasi wazazi wawili, kusengenya, kutia fitna, na kubwa zaidi ni kuwa mshirikina. Na nikimalizia, ndugu zangu Waislamu, fanyeni haraka kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufanya vitendo vyema, kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala adhabu yake ni kali sana, na tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na adhabu yake na atuingize peponi, na atujalie ni katika wenye kusikia mema na wenye kuyafuata, na atuoneshe batil ili tuweze kuiepuka. Wallahu fattaqullaha ayyuhal mu'minun وتوبوا إليه واعملوا صالحا لعلكم تفلحون. هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن ترزق كلا منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا، وعلما نافعا رافعا، وإيمانا راسخا ثابتا، ويقينا صادقا خالصا، ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واكسر الشوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم ربنا اسقنا من فيضك المدرار، وجعلنا من الذاكرين لك في الليل والنهار، المستغفرين لك بالعشي والأسحار. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء.
اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ بلاد المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.